Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Uko nami Victor Moshi, ambapo tunazidi kujuzana yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Na hapa nina taarifa ya kusikitisha kidogo kwamba jeshi la Israel mara tu baada ya vita kutangazwa kuweza kumalizika moja kwa moja katika ukanda wa Gaza, ilipotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump, jeshi la Israel liliweza kufanya zoezi la uchomaji moto kwenye maeneo kadhaa katika jiji la Gaza, yakiwemo maeneo muhimu kabisa ambayo ni kitovu cha maisha ya watu wa Gaza. Sasa uchomaji huo ulihusishwa na sababu ambazo zilitajwa kwamba ni za makusudi kabisa kwa ajili ya kuwakomesha raia wa Gaza ambao sasa walikuwa wanalazimika kuweza kurejea katika makazi yao, lakini vile vile kuweza kuendelea na shughuli nyingine za kiuchumi katika eneo la Gaza. Hapa mtazamaji, nimekuletea maeneo yote ambayo yaliweza kuchomwa moto na jeshi la Israel mara tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza Alhamis kwamba Hamas na Israel wamekubaliana kusitisha mapigano. Eneo la kwanza ni magala ya chakula. Wanajeshi wa Israel walichoma moto baadhi ya magala ya chakula, ikiwemo yale yaliyokuwa yakihudumia wakazi wa Sheikh Radwan na maeneo ya jirani. Picha zilizochapishwa mtandaoni zinaonyesha wanajeshi wakiwa mbele ya magala hayo wakiweka maneno kama tunachoma chakula ili kisifikie wa Palestina. Lakini shambulio hili limeathiri usambazaji mkubwa sana wa chakula kwa wakazi waliokuwa tayari wakiwa na uhaba wa rasilimali kutokana na mashambulizi ya vizuizi vya kuingiza bidhaa muhimu. Kwenye magala ya chakula kulikuwepo kuna chakula cha msaada kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika mbalimbali ambayo yalikuwa yakisaidia raia wa Gaza kipindi cha vita, lakini kuna shehena kubwa ya chakula ambayo ilikuwa imebakia kufuatia udhibiti wa ugawaji wa chakula ambao ulikuwa ukiongozwa na jeshi la Israel, na ndio kipindi kile ambacho ziliripotiwa habari ambazo zilikuwa zikieleza kwamba kumekuwepo na raia wakiwa wanauawa na jeshi la Israel pindi ambapo wanakwenda kuchukua chakula. Sasa hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni majengo ya makazi. Wanajeshi wa Israel walichoma moto majengo ya makazi, hususan katika mtaa wa Sheikh Radwan. Nyumba hizo zilikuwa miongoni mwa chache zilizobaki kutokana na kuzitumia kama kambi za kijeshi. Baadhi ya nyumba hazikuchomwa moto bali ziliachwa na kupakwa graffiti yenye maneno ya matusi kwa wakazi waliorudi. Wanajeshi walichapisha picha za nyumba zinazowaka moto kwenye mitandao ya kijamii wakiweka maneno kama kuacha alama, kumbukumbu ndogo na kwaheri kabisa. Kipindi cha miaka miwili cha vita baina ya Hamas pamoja na Israel, kipindi ambacho jeshi la Israel lilianzisha operesheni zake za ardhini katika ukanda wa Gaza, walikuwa wakitumia nyumba za raia ambao walilazimika kuweza kuyakimbia makazi yao kwa sababu ya matangazo ambayo yamekuwa yakitolewa na IDF kwa kipindi hiko kwamba waweze kuondoka mara moja ili kuepukana na mashambulizi. Na ndio kipindi hicho ambacho vita vya ardhini vilikuwa vikiendelea baina ya wanamgambo wa Hamas pamoja na jeshi la Israel. Sasa wakalazimika kuweza kukita kambi kwenye nyumba hizo ambazo raia wa Gaza walikuwepo wakiishi kwenye makazi yao huko. Sasa baada ya kumaliza operesheni zao na vita kuweza kusitishwa, miongoni mwa nyumba hizo ambazo walikuwa wanajeshi wa Israel wakikaa humo, wakalazimika kuweza kuzichoma moto ili tu kuweza labda kuwakomesha raia wa Gaza ambao wakirudi sasa watakuta hakuna nyumba tena. Lakini kumekuwepo na hisia kwa jeshi la Israel kwamba nyumba hizo zilikuwa zikiwahifadhi wanamgambo wa Hamas, na hata baadhi ya maeneo walikuwa wakikuta mahandaki ambayo yana silaha mbalimbali, yana viashiria vya vitu vya Hamas ambavyo vilikuwa vikitunzwa huko. Sasa mwisho wa siku jeshi la Israel likatumia nafasi hiyo kuweza kuunguza moto nyumba hizo moja kwa moja. Eneo lingine ni kituo cha usafi cha Sheikh Ajin. Kituo cha kusafisha maji taka cha Sheikh Ajin kilichokuwa kiwanda pekee kilichobaki kutoa huduma za maji taka Gaza City baada ya mashambulizi ya awali kuharibu viwanda vingine, kilichoma moto, ambapo sasa Motha Shoblaki, mkurugenzi wa Coastal Municipalities Water Utility yani CMWU,
alisema kuwa uharibifu huo unaweza kuurudisha mfumo wa maji taka katika kiwango cha sifuri na kuchelewesha juhudi za ujenzi upya kwa miaka kadhaa. Bila kiwanda hiki, maji taka ghafi yataachwa moja kwa moja baharini na kusababisha uchafu mkubwa wa mazingira na hatari za kiafya katika bahari, na ni hatari vile vile kwa matumizi ya masuala mengine. Sasa basi, haya ni maeneo ambayo jeshi la Israel IDF liliweza kuyachoma moto moja kwa moja, yakiwa ni maeneo muhimu zaidi. Lakini sikitisho kubwa hapa ni jeshi la Israel kuweza kuchoma magala ya chakula, kitu ambacho pale Gaza hivi sasa mashirika ya misaada duniani wakiongozwa na Umoja wa Mataifa yameanza kupeleka misaada kwa kutumia mpaka wa Rafah. Mpaka huo wa Rafah ndio ambao unafanikisha upitishwaji wa malori ambayo yanatoka moja kwa moja nchini Misri na kuingia mpaka wa Rafah hadi kuanzia kusini mwa Gaza, yakipanda katikati mwa Gaza hadi kaskazini mwa Gaza ambako kumeathirika zaidi na mashambulizi. Sasa ikiwa walichoma magala ya chakula, inaonyesha moja kwa moja wazi ugumu wa upatikanaji wa chakula ulikuwa umeongezeka kwa siku kadhaa, kwa sababu raia ilibidi sasa wasubiri chakula moja kwa moja kutokea katika mpaka wa Rafah karibu na nchi ya Misri ili kiweze kuingia kusini, kipite Khan Yunus pale, kiende Gaza City, mwisho wa siku hadi kaskazini mwa Gaza, kitu ambacho kinachelewesha upatikanaji wa chakula kwa kiasi kikubwa sana, mwisho wa siku kuongeza shida kwa raia wa Gaza. Uharibifu ambao jeshi la Israel wameweza kuufanya unaathiri mamilioni ya wakazi zaidi ya milioni 1.7 waliokuwa wakimbizi wa UNRWA ambao hawana makazi ya kudumu na sasa hawawezi kurudi katika nyumba zao. Katika yote ambayo jeshi la Israel wameweza kuyafanya, amani ilipatikana, lakini sasa wakaweza kutumia hasira kwa kuwakomesha wananchi wote wa Gaza kwamba sasa hawawezi kupata huduma zingine zozote baada ya vita kuweza kurejeshwa. Imetafsiriwa kama ni hatua ya kikatili ambayo imefanywa na jeshi la Israel dhidi ya wananchi wa Gaza. Picha nyingi sana pamoja na video mbalimbali zimeweza kusambazwa mitandaoni zikionyesha uharibifu ambao jeshi la Israel limeweza kutekeleza katika ukanda wa Gaza yote ile. Lakini mwisho wa siku maneno ya kebehi na kejeli kwa jeshi la Israel kwa wananchi wa Gaza, ambayo mengine yaliandikwa hata katika nyumba ambazo zilichoma moto na nyingine ziliweza kuachwa, lakini vile vile katika mustakabali mzima wa maisha ambayo watu walikuwa wakiishi, basi inaonyesha ni kwa jinsi gani zaidi kwamba ukatili ambao ulifanywa na jeshi la Israel si wa kiwango cha kawaida, bali ni wa kiwango cha kutisha na cha hatari zaidi. Mtazamaji, tupe maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo chini dhidi ya taarifa hii, jinsi ambavyo inaelezea, kisha mwisho wa siku na sisi tutapita nao ujumbe wako hapo baadaye. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.